Hapa ni jijini Rabat ambako tunajiandaa na mchezo wetu dhidi ya FAR Rabat, mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya vigogo hawa hapa nchini Morocco siku ya tarehe 7. Niko na mzee wangu Rogers Gumbo, kiongozi wa msafara. Sisi kama viongozi tumejipanga, nafikiri na benchi la ufundi nalo limejipanga, wachezaji wamejipanga ili kuweza kufanikisha kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ni swala la kujipanga tu, na kwa hiyo sisi tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa Jumamosi. Niwapongeze kwanza kwa namna ambavyo uongozi wenu umefanya mambo makubwa. Inapofika stage shabiki anaamini timu inapaswa kupata matokeo ugenini ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi. Bila shaka timu hiyo imekuwa, nafikiri mmefanya kazi kubwa. Nini siri ya hii kufika level ambapo klabu imefika stage kwamba inaweza kupata matokeo jijini Rabat nchini Morocco? Katika stage ya mpira ambao umefikia sasa hivi, ukiwa na timu nzuri popote pale unapata matokeo, iwe nyumbani ama ugenini. Sasa klabu yetu kwa stage ambayo tunayo sasa hivi na stage ambayo tumefikia, kwa wachezaji ambao tunao, kwa benchi la ufundi ambalo tunalo, tuna uhakika kwamba sehemu yote ile tunaweza tukapata matokeo, iwe nyumbani ama ugenini, kwa sababu tuna timu nzuri. Na wachezaji tumesafiri kwa pamoja takriban masaa 13 mpaka tumefika hapa. Morali ya wachezaji ulivyoiona na leo katika mazoezi yao unavyoangalia, una matumaini kiasi gani? Nini tutarajia hasa? Wewe mwenyewe ni shahidi. Unajua jana tumeingia hapa muda kama wa saa 12 jioni, lakini ndani ya nusu saa tulienda kufanya mazoezi na wachezaji wote walikuwa na morali ya juu kabisa, ukilinganisha na kwamba hali ya hewa haikuwa rafiki kwetu, lakini wachezaji walikuwa na morali toka tumeingia jana. Leo mwenyewe shahidi hapa, unawaona wachezaji wote wana morali, ukitazama benchi la ufundi lina morali, na sisi viongozi tuna morali kwa ajili ya mchezo wetu wa Jumamosi. Neno lako kwa Watanzania, mashabiki wa Yanga ambao wanasubiri matokeo yanayokuja? Wale ambao wako mbali na sisi tunaomba kwamba waendelee na dua, waendelee na sala kutuombea ili kwamba tuweze kupata matokeo mazuri. Timu tunayo nzuri, benchi la ufundi tunalo nzuri, na sisi viongozi tunawahamasisha ili kuweza kupata matokeo. Sisi tunachoomba kwao waongeze tu dua na sala ili tuweze kufanikiwa kila ambacho tumekijia hapa Morocco. Shukrani sana na utakie kila laheri kwenye majukumu yenu. Asante.